Okay. Jemedari Said, Simba kipindi cha kwanza walizidiwa wapi na Azam FC? Kwa sababu ni kama waligawana vipindi na hata kipindi cha kwanza tunakubali kwamba Azam walikuwa bora zaidi ya Simba. Ni kitu gani ambacho Azam walifanya bora zaidi kuliko Simba kwenye mchezo wa kwanza, especially kwenye kipindi cha kwanza? Kwanza binafsi sitemu kwamba kipindi cha kwanza chote kilikuwa cha Azam. Kwa sababu ni kipindi ambacho kilikuwa kimegawanyika sana. Kama umeangalia mpira dakika 5 mpaka 10 za mwanzo Simba ndo walianza vizuri mpaka 13. Sio? Walikuwa wametake control ya game. Na Azam walikuwa ni watu ambao wanajaribu kupush alafu wana retreat, wanaanzia katikati, wanawapa nafasi. Na ni kipindi ambacho kulikuwa na save mbili nzuri za goalkeeper ambaye amekuwa man of the match, zilikuwa zimepatikana kwa kipindi cha kwanza. Maana yake kwamba maana yake kwamba Simba walikuwa wamefika golini mwanzo kabla ya Azam. Nafasi ya Selemani Mwalimu kama angekuwa clinical enough alikuwa anafunga kipindi cha kwanza, na ukiliangalia ni move ambayo ilitengenezwa vizuri tu. Yes. Lakini pia baadaye sana nafasi ya Libasege, nafasi ya penalty ambayo ilipaswa kuwa penalty pia kutoka kwenye kipindi hicho cha kwanza kama sikosei, sio? Kwa haya matukio yote makubwa ukiangalia hayawezi kukuonyesha kwamba kipindi kizima cha kwanza kilikuwa upande wa Azam. Azam ulikuja kuamka baadaye kidogo. Kama dakika 15 kupita ndio Azam sasa wakaona kwamba jamani tuko kwenye mchezo. Mwalimu amemzungumzia Idinado ambaye pamoja na kama inawezekana kweli alikuwa ameumia, lakini kipindi kizima cha kwanza hakuwa Nado ambaye tumemzoea. Na ni kwa sababu Mwalimu Baka kama mimi namuelewa aliamua kuzuia maeneo muhimu ya wachezaji ambao alikuwa anaona threat kwa timu ya Azam. Mmoja wapo ni Idinado. Watu wengi waweza kumuona kama Akaminko alikuwa anacheza vizuri, alikuwa anacheza muda mrefu vizuri, lakini Akaminko alikuwa ameachwa acheze katika eneo ambalo haleti madhara yoyote. Anapokea mpira chini kule mbele ya mabeki wake. Kijaribu sasa walikuwa wanajua kwamba huyu akipata mpira kuna maeneo ambayo yeye wanaangalia kupiga pasi zake. Sasa zile pasi walikuwa wanajaribu kuzuia hizo movement. Na Nado alikuwa amekabidhiwa mtu wa kushughulika naye. Isipokuwa space ya kwake, sasa alichokuwa anaweza kufanikiwa ile space anaweza kuja kuitumia Msindo. Na alikuwa threat mara 2-3. Kwa sababu pasi ya kwanza kama mnakumbuka ilipigwa na Faisal, ikaenda kwenye ile tundu. Pasi nyingine ilipigwa na Kaminko yeye, ikaenda kwenye ile tundu. Ila Nado kwa sababu walikuwa ni katika watu ambao waliwekwa kwenye plani, kuweza kumuona sana kwenye kucheza kwake, especially kwenye hizo pasi ambazo zilikuwa zinaenda kwa Nado. Ni kama alikuwa yuko kama Simba walimwachia eneo kubwa sana la kumiliki mpira pale. Shida ilikuwa ni kwa sababu pasi zote ambazo zinapigwa pale, hata zile ambazo zilikuwa zinatajwa offside, nyingine ambazo hazikuwa offside. Yes. Nyingi hazikuwa offside. Kuna shida na yule mwamuzi. Tunataka kuzungumzia kuhusiana na wewe mwamuzi. Lakini kwa nini pale palikuwa pako yani ni kama mabeki, especially Kapombe na labda tuseme Alibasege ambaye pengine angeweza kumsaidia. Palikuwa pako sana free, yani palikuwa pana uwazi mkubwa. Nje ya kiwanja ni area namba 3 kule pembeni. Huwezi kukava kila area. Sio? Utaacha kule kwamba yani switch yoyote, any through ball, mtu wa kwanza anakuwa huyu, wa pili anakuwa huyu. Huwezi kupata mpira pale tu ukafunga goli pale. Haiwezekani. Kwa alafu kwenye kucheza hatuwezi kuacha eti wewe usipate mpira kabisa, lakini utapokelea wapi mpira? Au hata nitapokuja kukukaba, nitataka wewe uende upande ambao ni weaker side ya kwako. Ama mimi ni strong side yangu. Sitaki kukupeleka kule ambako wewe ndio strong side yako. Kwa hata hiyo kwenye marking nafundishwa kwamba bana huyu ubora wake ni mguu huu, akitaka kufanya hivi anatokea huku. Kwa hakikisha huku afanye nini? Aendi. Okay. Hakikisha asiende nje, akiingia ndani huku utapata support. Kwa hiyo wewe utaweza kuona mimi nikija na cover na naika space ndogo kule ambako naamini wewe ndio uko bora. Ukiingia ndani huku kuna watu wengine wanakuja kunisaidia, au nitakutafutia nafasi nikutoe nje ili mimi nitoe mpira rahisi tu. Kwa hiyo kuna wakati sio kila mpira kiwanjani au mchezaji bora yule hatopata mpira sana. Anapata sehemu gani? Akipata hapa madhara yake yanakuwa makubwa. Akipatia eneo hili mwacha apokee. Akigeuka kwa mfano mchezaji ni mzuri, anapokea, yuko katikati ya kiwanja. Akigeukia kwao, una haja gani ya kwenda kucheza naye kwa nguvu? Kwa sababu any negative pass ni sawa sawa umeokoa. Okay. Yeah. Kwa hiyo naamini
ukivalue kipindi kizima cha kwanza, Azam baada ya pale ku take over waliweza kuwaweka kwenye pressure Simba, na unakumbuka goalkeeper mara 2 au 3 anafanya makosa ambayo ilikuwa kutokana na pressure. Kuna nafasi ya kona ya nahodha Lusajo angeweza kufunga, kuna nafasi ya Faisal that shot, lakini kuna nafasi ya shot ya Himidi ambayo leo tulikuwa tunazungumza jambo jingine kuhusu Kasali, kama ule mpira ungekuwa uko katikati ya goli. Nilimwambia mtu hapa siku moja kwamba lile goli la Pamba bado linabaki kuwa la goalkeeper, and that is what happened. Ile free kick the same. Okay. Yani ule ungekuwa umeenda golini tu, leo hapa tungekuwa tunazungumza jambo jingine. Kabla tujatoka hapo niende kwa George Magunga. Unamaanisha kwamba Azam kipindi cha kwanza alitakiwa aondoke na goli katika mchezo wa jana? Yeah, for sure. Hata Simba alipaswa kuondoka na goli. Yani mimi sija enjoy kwenye mpira. Mimi si enjoy sana mpira ambao unaenda alafu unatoka bila. Kwa sababu raha ya mechi ni mabao. Na hata waamuzi wao wanaambiwa kwamba kama goli limefungwa na huna uhakika, bora uliache goli liingie, kwa sababu watu wengi pale, kitu kikubwa, moment kubwa mpirani kwa wachezaji na mashabiki ni goli kuingia. Mimi si enjoy mpira ambao unaenda pale alafu watu wametoka bila. Mimi would enjoy nafasi ya Imidi goli liingie, nafasi zile mbili za Manula. Yes, tunaweza kusema na yeye anaokoa, tunampa credit, lakini pia wakati unampa credit goalkeeper, ujue pia unamshusha mtu kama Selemani, ndugu yake Evans. Yeye ndo alinipa jina la Gomez. Gomez siku ya kwanza. Gomez mzee, ukikutana naye mwanao no. Okay, unajua Gerard Pique alikujaga na kauli ya kusema kwamba mechi zinazomalizika, nafikiri Japan wamepitisha ile sare bila ni alama zinapungua. Okay, George Magunga, kipindi cha pili sasa Simba wanaichukua mechi. Sababu ilikuwa nini? Yaani kuna issue gani za msingi zilitokea hapa mpaka Simba wanaichukua game, tofauti na kipindi cha kwanza ambapo Azam walikamata game vilivyo? Na kama Simba walichukua game, nini ambacho kiliwazuia kutokufunga bao katika kipindi cha pili? Kama umemsikiliza vizuri kocha wa Simba amezungumzia masuala ya pressing structure, kwa maana ya muundo ambao walikuwa wanautumia wakati wa kuzuia. Na Simba jana kuanzia kipindi cha kwanza, walau kipindi cha pili walikuja kubadilika, mara nyingi walikuwa wanazuia kuanzia juu zaidi. Sasa nini kilifanyika kipindi cha pili? Ni baada ya wao kurekebisha muundo wao, lakini pia kwa maana ya kasi na nishati kwa upande wa wachezaji wa Azam ilipungua, kwa sababu Azam kwenye kipindi cha kwanza kuanzia kwenye dakika 13 ambayo alikuwa anazungumzia Ashraf mpaka kwenda kwenye dakika 47, Azam alikuwa anacheza kwa intensity hali ya juu sana, wakiwa na mpira na bila mpira. Na nimewahi kuzungumza hapa kwamba wakati mwingine ni bora kurisk kitu kimoja. Ukicheza kwa kasi wakati una mpira na wakati hauna mpira, kuna sehemu moja baadaye itakuja kukugharimu, kwa sababu ukifanya hivyo hakikisha wachezaji wako wana stamina kweli kweli. Unajua wakati Steve anazungumzia issue ya pressing structure, ndio nilikuwa nataka nichangie kwenye ile swali ambalo ulimuuliza Jemedari, afu nije nikupe jawabu kwenye swali uliloniuliza. Unajua kwangu mimi jana Kaminko alikuwa ndo man of the match. Kwangu mimi nitakupa sababu zifuatazo. Simba jana bila mpira walikuwa wanatumia zaidi wale mawinga wao wawili kwa press ama kuwekea shinikizo mabeki wakati wa Azam, kwamba Libase dhidi ya Fuentes, lakini Anse dhidi ya Twalib Nuru. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea ni kwamba Simba muundo wao tena ukuwa watu wanne wawili, waligawanyika kuwa 4-2-2-2, na lengo lao kubwa Simba ilikuwa ni kuwafanya Azam kuto kupita katikati ya kiwanja. Kumbuka mawinga wanapokuja ndani kiza, wale walinzi wa pembeni wa Azam wanakuwa huru zaidi, na mzungumzia Msindo na Moikenda. Kwa ambacho kana kitaka kocha wa Simba ni kwamba mafullback wale wawili wa Simba, kwa maana ya Kapombe pamoja na Kibabage, lazima msogee juu zaidi kwenda kuwazuia ama kuwadhibiti wale mafullback wa Azam wasilete shida kuanzia wakiwa kwenye eneo lao. Sasa ambacho kilikuwa kinatokea, wale mafullback wa Simba wanajiuliza maswali kwamba tukisogea kwenda kuwadhibiti wale mafullback wa Azam, huku juu kuna Nado lakini pia kuna Aba Abel, ni tatizo. Kwa kuna muda mwingi wakawa wanajikuta kwamba wana jukumu la kuwazuia mawinga wa Azam wakati fullback wa Azam wanakuwa huru. Na ndio maana shida ilipoanza kutokea ni pale ambapo Akaminko sasa alianza kushuka
chini. Alipokuwa anashuka chini anakuwa katikati ya Twalib pamoja na Fuentes. Kumbuka mara ya kwanza Azam alikuwa anapata tabu kwa sababu wakati wanajenga mashambulizi ilikuwa ni 3 dhidi ya 2. Kwenye wale watu 3 wa Azam walikuwa ni Aishi, na passing ama uwezo wa kupasia kati ya Aishi na Akaminko ni watu wawili tofauti. Inawezekana Akaminko kwa sababu pia ni kiungo mchezeshaji. Kwa wakati Akaminko ameanza kushuka pale, tayari hapo Azam wanatengeneza faida zifuatazo. Moja, umetengeneza faida ya idadi. Watu 3 kwa 2 ni ngumu kuwadhibiti. Lakini jambo la pili, kama ulikuwa unafuatilia vizuri, ma center back wa Azam walikuwa wanatanua uwanja zaidi, wanaenda wide. Wakienda pembeni wanawapa ugumu sasa wale mawinga wa Simba, na nyinyi inabidi watawanyika wasogee maeneo ya pembeni. Ukishasogea pembeni njia katikati inafunguka. Lakini Chama pia na Selemani Mwalimu walikuwa wanachelewa zaidi kusogea juu kumdhibiti Imidi, wakati huo pia kumdhibiti Akaminko. Na ndio maana unaona Imidi na Akaminko wanapata space kubwa na muda wa kutosha kwenye eneo la kiungo. Swali lingine ambalo lilikuwa linakuja kwa Simba ni kwamba fullback walipokuwa wanasogea juu wa Azam, mara nyingi walikuwa wanabadilishana nafasi na mawinga wao. Fullback wakisogea juu kuna muda anaingia ndani kidogo ili kumruhusu Nado na Aba kupata vita dhidi ya walinzi wa Simba. Sasa kinachotokea ni kwamba Faisal na jana alianza Saaduni aina yake ya uchezaji si yule mtu ambaye anakaa eneo moja. Kwa kuna muda Faisal na Saaduni wakawa wanashuka kwenye eneo la kiungo. Wakati wanakuja kwenye eneo la kiungo, bado maswali yakawa magumu kwa walinzi wa Simba wakati. Je, tuwafuate watu pale walipoenda ama tubaki kuendelea kutengeneza hii back 4? Mkibaki maana yake Faisal na Saaduni wanapata muda wa kutosha na space ya kutosha. Mkiwafuata mnaacha mashimo. Kumbuka kwenye maeneo ya pembeni kuna Nado na Abel wanapata 1-on-1. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mtihani mgumu zaidi kwa Simba. Sasa kipindi cha pili ambacho Simba alikuja kufanikiwa, Simba waliacha sasa kuanza kufanya ile high pressing, kukabia juu zaidi. Simba kuna muda walikuwa wanafanya mid block, yani wanakaa katika usawa katikati ya kiwanja usogee kwa mbele kidogo. Na Mwalimu pia akaacha kuwatumia mawinga kuanzisha kufanya ile pressing, kwamba bwana sasa huu muda ni Chama pamoja na Selemani ndio mtakuwa na jukumu la kuanzisha hiyo pressing. Kwa hiyo ikawa imewatengenezea aueni mafullback wa Simba kwa sababu wana usaidizi kutoka kwa mawinga wao. Na kasi ya Azam ilivyoanza kushuka, kitu sehemu pekee ambayo Azam walikuwa wanapata tabu Kiza, kuna kitu tunakiita counter pressing, kwamba timu baada ya kupoteza mpira huwa ina tabia ya kureact na kufanya maamuzi ya kwanza kuutafuta ule mpira. Ndani ya kipindi cha kwanza Azam walikuwa bora sana kwenye ile eneo, lakini ndani ya kipindi cha pili wakaanza kukutana na ugumu kwa sababu kukawa hakuna usawa nishati kati ya mchezaji mmoja na mchezaji mwingine. Na kilichokuwa kinatokea kingine ni kwamba kuna space kubwa kati ya mchezaji mmoja na mchezaji mwingine. Alafu Azam wakaanza kuwa wazi zaidi. Hapo Simba, unajua Simba kipindi cha pili hatari nyingi walikuwa wanazitengeneza kutokea kwenye transition. Sio kwamba walikuwa wanaanzisha mpira alafu wanaenda kuwaletea shida Azam. Muda mwingi ulikuwa ni muda wa transition, kwamba tumepora mpira. Ukiangalia muundo wa Azam kipindi cha kwanza cha pili nidhamu yao haikuwa kubwa sana, kwa sababu kipindi cha kwanza walikuwa wanabaki watu 3 na Imidi ni watu 4. Kipindi cha pili walikuwa wanabaki watu 2 mabeki wa kati na Akaminko ni watu 3. Imidi kuna muda alikuwa anapush anasogea juu au Akaminko anasogea juu. Kwa Simba kanaona okay, fullback wako juu, kiungo mmoja yupo juu. Kwa tukipata mpira ni kucounter. Na uzuri alikuwa anajua muda gani wa kuanza kufanya hiyo counter. Lakini pia kama ulifuatilia kipindi cha kwanza majukumu ya Shomari Kapombe na kipindi cha pili ilikuwa tofauti. Kipindi cha kwanza unajua Shomari alikuwa asogei sana juu. Alikuwa anabaki chini kutengeneza mstari wa watu 3 na kiungo mmoja. Kwa Simba wakiwa na shambulia wanabaki na watu 4 nyuma. Kipindi cha pili Shomari akaanza kusogea juu. Kitendo cha kusogea juu nafikiri pia Diakita kuwa na umakini mkubwa sana ku track runners za Shomari. Muda mwingi alikuwa analetea sana shida. Wakati huo Simba walikuwa shajipanga kwamba tunachukua hatari kubwa, lakini tunajua muda gani wa kuchukua hiyo risk. Unajua sio kila muda ni muda wa kuchukua risk. Kuna wakati lazima ujue, na walimu wanawaambia wachezaji muda gani sahihi wa kuchukua risk. Na ni kitu ambacho Simba walinufaika nacho, ambacho hawakufanya. Ndio hivyo ambavyo wenzangu walikuwa wanazungumza special Ashraf kwamba matumizi ya nafasi, kwa sababu kipindi cha pili pia Simba ilipata nafasi nyingi kwenye transition. Okay, nafasi hizo zilikuwa zinamlenga moja kwa moja mshambuliaji wa kati, kwa sababu naona kama bado lawama kwa Selemani Mwalimu ni nyingi sana. Jana alipata clear chances ngapi ambazo unaweza kusema okay, Mwalimu tunakulaumu kukosa nafasi hizi za mabao? Kuna nafasi moja ambayo Manula aliicheza. Yani kwangu mimi ukiwa mshambuliaji kwenye daraja kubwa hilo unaweka kambani. Yani vizuri kabisa, lakini tunajua ndo hapo tunazungumza ubora wa Aishi Manula unakoanzia tena. Kwa hiyo lazima kuna hizo pongezi ziende kwa Aishi Manula. Pale ambako wewe unamkosoa Mwalimu kwa kukosa hiyo nafasi,
kuna mtu anastahili pongezi. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ni moja kati ya nafasi kubwa sana ambayo Selemani aliipata, na naamini anatakiwa kuboresha kwenye eneo lake la finishing. Amekuwa anapata nafasi mara kadhaa, lakini kwenye hizo mara kadhaa ni chache ndio amekuwa anatumia. Tunazungumza na magoli 6 mpaka sasa hivi. Ukizungumza nafasi alizozikosa na magoli aliyofunga, unaona kidogo kuna utofauti mkubwa sana.